Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibuni katika darasa za Mwalimu Abul Hassan Jumar, mtaalamu wenu wa elimu za namba na kutafsiri ndoto mbalimbali na kutatua shida mbalimbali katika maisha yetu kupitia hisabu za nyota zetu 12. Naam, ikiwa nawaletea darasa muhimu, darasa ambalo linahusisha mapenzi. Mapenzi yamekuwa yakitaabisha watu. Tumeona mapenzi imekuwa ni sababu ya watu kufariki dunia au kujiondoa uhai wenyewe, au ikawa ni sababu ya wao wenyewe kuondolewa uhai wao. Na yote hii ni kutafuta umiliki wa yule ambaye unempenda hawezi kukusikiliza, iwe ni salama kwako wewe. Na ikiwa haja kusikiliza, manake inakuwa ni taabu kwako wewe, au inakuwa ni kifo. Kama ilivyo mapenzi, tumesema katika lugha ya Kiarabu neno mahaba ni herufi 4, yani kiwa mim na ha na ba na ile ta marbuta. Kwa hiyo utaona hurufi 4 hizi zinagawika mbili, na mbili zinakuwa upande wa furaha, ikionyesha kwamba mapenzi ni sehemu ya furaha kubwa. Lakini herufi 2 zimekaa katika umauti, ikionyesha kwamba mapenzi ni taabu kubwa. Kwa hiyo nikapendelea zaidi ni waletee darasa muhimu, darasa ambayo itakuwa ni msaada mkubwa katika mapenzi yetu. Mwanamke au msichana aliofika umri wa kuweza kuolewa, na akiwa anapendelea zaidi ampate mume, mchumba, au mvulana ambaye alikuwa tayari kuoa, basi aweze kuishi naye katika mapenzi mazuri, au katika maisha ya ndoa, au katika maisha ya mahusiano yaliyokuwa mazuri. Taib, kadhalika mwanaume mvulana apendelea zaidi naye aweze kumpata msichana au mwanamke aliyekuwa tayari anafaa kuolewa, aweze kuishi naye wakaishi maisha yaliyokuwa mazuri. Lakini pia imekuwa ni taabu baada ya yule aliyokuwa unamfikiria atakuwa ni sahihi kwako katika maisha yako yote, halafu kagundua baadaye imekuwa ni sehemu ya taabu, yani ni sehemu ya mapenzi ya taabu. Kwa hiyo watu wengi wanakuwa wanakata tamaa, na miongoni mwa kukata tamaa bado ana zile hisia za kuwa na mwenzi wake, kupata mtu ambaye anabadilishana mawazo. Lakini si hilo tu, pia mtu ambaye atakuwa sahihi wa kumstarehesha. Kwa hiyo unakuta bado mtu anachukia, lakini zile hisia bado anakuwa nazo, kwa unakuta mtu anateseka. Na tukasema katika darasa za Mwalimu Abul Hassan Jumar ni sehemu muhimu ambayo inayoelezea mambo yaliokuwa kwa uhalisia, na vile vile imekuwa ni sehemu ya kimbilio la watu wengi ambao wanaotafuta msaada katika kutatua shida zao za kila siku. Taib, nachotaka kukuletea leo ni maandalizi ya kuandaa shughuli wewe mwenyewe, kwa sababu watu wengi wapendelea kufanya wao wenyewe. Lakini katika ushauri wangu mimi nimekuwa nikiwaeleza ni bora ukafanyiwa na mtaalamu, kwa sababu mtaalamu mara nyingi anakuwa analinganisha vitu vingi, anaangalia vitu vingi kuhakikisha anakupendezeshea au anakufanikishia kazi yako kwa kiwango cha juu. Taib, cha kwanza nilichoelezea katika darasa iliyopita ya kumvuta unayemtaka, nilisema ni vizuri kwanza ukaangalia nyota yako. Maana ya nyota ina maana pana, lakini kwenye mahusiano nilisema utajua tabia zako. Kwenye tabia kuna zile zinakuwa compatible, yani zinakuwa muafaka, zaelewana au zinaendana, au zinakuwa nyota na nyota zinakuwa ni marafiki, na kuna nyota na nyota zinakuwa ni maadui. Kwa hiyo ikiwa nyota yako wewe na yule unayemtaka hakuna muafaka, hakuna kuendana, manake ni uadui. Kwa hiyo utaona huyu mtu hautakaa naye kwa furaha, hautaishi maisha mazuri. Japokuwa watu wengi sana wamekuwa na falsafa zao wao ya kulazimisha bora iwe hivyo hivyo, anaweza kubadilika.
kuna maelezo mengi ya kuwafafanulia. Kwa hiyo utaona ukifanyiwa na mtaalamu atachunguza vitu vingi na ataweza kukushauri kufikia lile lengo lako katika njia iliyokuwa nzuri. Tayeb. Sasa nikasema ujue kwanza nyota, yani tabia ya yule unayemtaka. Ukishajua manake ni hatua ya kwanza, utaona kuna muafaka, kuna maelewano, utakwenda. Alafu kisha angalia utakuwa umejua hiyo kazi yako unaifanya siku gani, muda gani. Baada ya hapo utaifanya, kama ni kuchoma, kama ni kuzika, kama ni kuninginiza, kama ni kuipeleka kwenye bahari au mito, itategemea sasa na zile hisabu zinavyokupangia. Hizi shughuli za arrauhani, yani za kiroho au za spirit, huwa zinajiandaa zenyewe, zinajipanga zenyewe kutegemea vile unavyoingia na manuizi yako. Mimi nataka fulani anipende. Kwa hiyo hayo ni manuizi, kwamba ulichotaka wewe ni kupendwa na fulani. Kwa hiyo haya manuizi yatajipanga yenyewe. Hii shughuli yako ya fulani akupende inatakiwa ifanyike siku fulani, wakati fulani, utaipeleka sehemu fulani. Zile sehemu ambazo tunazopeleka huwa zinakuwa zina sehemu 4 ambazo tunasema ni zile elements 4. Yani moto, udongo, hewa na maji. Kwa hiyo utaona hata shughuli zote tunazofanya tunalinganisha katika hizi tabia, ndio utaipeleka hiyo shughuli yako. Lakini utajua ni siku gani utaipeleka. Ukiwa si mjuzi, kuna siku ambazo unatakiwa uziache zipite ili usubiri siku nyingine. Lakini ukiwa si mjuzi utakuwa unaenda tu. Lakini kwa sababu ndio himma zenu, pia tukaona si vibaya tutafute zile ambazo hazina masharti magumu, lakini zinaweza zikawasaidia katika zile shida zenu wenyewe. Tayeb. Hii kazi unachotakiwa kufanya, unachukua vipande vya chumvi ya mawe, wanaita sea salt, chumvi ya baharini au chumvi ya mawe. Unachukua vipunji 21. Vipunji 21 maana yake itakuwa ni 7 mara 3. Alafu utachukua ubani dhakari au wanaita ubani maka, lakini jina lake ni ubani dhakari, ubanu dhakari. Na ina maana kuitwa dhakari. Watu wasiojua lugha ya Kiarabu huwa wanasema tunatukana, lakini kwa sababu hawajui lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo ukishachukua huo ubanu dhakari, na wenyewe unatakiwa uwe 21. Kwa hiyo utakuwa unavikusanya kipunji kimoja cha chumvi ya mawe na kipunji kimoja cha ubani dhakari. Kwa hivyo vitakuwa 21. Ukishachukua utachukua kitezo ambacho kilichokolea moto vizuri, na kisha utachukua mshumaa. Mshumaa ukiwa mwekundu unakuwa ni mzuri zaidi, au ukiwa mweupe itakuwa ni vizuri zaidi, au kama utaupata rangi ya njano. Rangi zote 3 nilizotaja ni nzuri: nyeupe, nyekundu na njano. Tayeb. Mshumaa kuna haya maneno takayo ni herufi ziko 11, lakini nitawaonesha hapo kama zinavyopita. Zitakuwa ni za kwa maandishi ya Kiebrania, kwa maandishi ya Kiebrania. Kwa hiyo ukishaandika, kwa kuwa ni herufi 11, maana yake utaanza kuandika herufi ya kwanza, utaacha nafasi. Herufi ya pili utaacha nafasi. Herufi ya 3 utaacha nafasi mpaka mwisho wa herufi. Kwa hiyo uhakikishe mwanzo wa hizi herufi za Kiebrania au za Kiyahudi inakuwa mwanzo ndio imeanza, na nitaonesha mifano kama mtaona inavyopita au inavyoonesha, na mwisho inatakiwa imalizikie hiyo hiyo. Kwenye zile ulizoacha nafasi sasa ndo unaandika jina la huyo unayemtaka. Kila sehemu ya nafasi unaandika herufi moja moja. Kwa mfano namtaka Maalim, kwa hiyo utaanza herufi ya Kiebrania ya kwanza, kwenye nafasi unaandika M. Herufi ya pili ya Kiebrania, nafasi inayofuata unaandika A. Herufi ya 3 ya Kiebrania, nafasi inayofuata unaandika tena A, kwa sababu Maalim kuna double A. Kwa hiyo utaona unafuatisha mpaka mwisho.
lakini uhakikishe mwisho isiwe ni jina langu, mwisho iwe ni herufi zile zile za Kiebrania. Ukishamaliza utaandika kwa sindano, yani kitu chenye ncha kali, ndio utakavyouzungushia ule mshumaa wako vizuri. Na kisha ukishamaliza utakuwa na zile punji zako 21 punji 21 za chumvi na punji 21 za ubanu dhakar. Kisha ukimaliza na uko na moto wako vizuri, unataka ukae sehemu nzuri. Hiyo sehemu utakayoikaa, kuna maneno unatakiwa kusema, ni jina moja tu, lakini wale natakiwa ulitamke mara 1000. Ukitamka mara 1000, idadi itakapotimia, basi ujue popote alipo huyo mtu uliomkusudia, itakuwa tayari ile fikra ambayo uliokusudia au yale manuizi ya wewe kupendwa yatakuwa yameshamfika, na huyo mtu automatically ataanza kukufikiria, ataanza kukuwaza na kuendelea. Kwa wale ambao walikuwa wamepoteza matumaini au mawasiliano, ni kwamba tayari yule mtu kule naye ataanza kukufikiria na ataweza kukukumbuka. Kwa hiyo kuna mawili, wewe kwa kuwa umeifanya hiyo kazi itakushughulisha, na yeye kule itakuwa imemshughulisha. Kwa hiyo ni vizuri, kwa kuwa wewe ndio unayetafuta, usimwanzie. Wewe subiri, kwa sababu tayari itakuwa imeshamkamata, maana yake imeshamfikia hilo wazo la kwamba akupende, na yeye kule ataanza kutafuta sasa mawasiliano. Kama yuko nayo, basi utaona anaanza kukusalimia, habari, hai, salamu alaikum, na mambo kama hayo. Na baada ya hapo usifanye kisirani. Watu wengi, watu wanapokuwa wanajirudi, wanafanya kisirani kama kumkomoa. Haya mambo huwa sio kukomoana. Mambo haya ni kutaka kuyaweka sawa, kuyafanyia suluhu. Kwa hiyo maadamu amerudi, manake tayari ameona wewe unafaa. Kwa hiyo ni vizuri ukampokea kwa heshima zote, na mawasiliano yenu na ukaribu wenu utakuwa umetimia. Kwa hiyo baada ya hapo utakuwa unachoma vitu viwili ubani na kile kipande cha chumvi, kipunji cha chumvi viwili, ubani na chumvi unachoma. Wakati unachoma unaendelea kusoma. Sasa utaona mara 1000 itakuwa ni muda mrefu zaidi. Kwa hiyo utakuta vile vipunji vya chumvi na ile ubani vinaweza vikawahi kumalizika. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya wewe, unaweza ukagawia 21 kwenye 1000, utapata mara ngapi? Kwa hiyo ile utakayoipata ndo utahakikisha kila ukifika ile idadi ya pale unavichoma vile viwili huku unanuia. Wakati wa kusoma ilo jina nitakalowaambia au nitakalowaonesha, kila mtu atasoma kwa sauti yake. Maana sitapenda nisome mimi kwa sauti yangu. Kila mmoja ataweka sauti yake. Kama sehemu ya saa utaweka su, utaweka si, utaweka so, utajua mwenyewe. Lakini kila mtu atatumia sauti yake. Kwa hiyo baada ya hapo ukishamaliza ule mshumaa wako, unaweza ukauchoma. Ukishauchoma, mara nyingi mshumaa unamalizika baada ya masaa 3 au masaa 2. Kwa hiyo ni around hapo 2 au 3. Kwa hiyo kisha kuwa unaendelea kuchoma, hakikisha umechomeka mwanzo mpaka mwisho, ili yale maandishi ulioandika yaweze kuungua yote. Na kadiri yanavyoungua, na ndivyo yule unayemkusudia kule anaweza kuvibrate, yani kupata mtikisiko na kupata zile hisia ya kile ambacho unachokikusudia. Lakini pia jambo hili huwa halitakikani kulifanya mara moja. Ni vizuri watu wakarudia mara 3, kwa sababu kwa wiki unafanya mara moja. Kwa hiyo kwa wiki nyingine utafanya tena mara nyingine, ili iwe ni mara 3, kwa sababu watu wengi huwa hawana mazoezi, hawana zile meditation. Yani si watu wanaofanya mazoezi ya kiroho, yani mambo haya ya kuongeza nguvu katika miili yao. Kwa unakuta tu akishapata mhemko wake, hasira zake, majuto yake, anakuwa anafikiria kitu kutaka kukifanya kwa njia ya kiroho, hali ya kuwa hana mazoezi ya kiroho. Hili huwa ni kosa kubwa, na ndipo nilipopendekeza ni vizuri ukafanyiwa na mtaalamu, kwa sababu yeye anakuwa ni mwingi wa kufanya ile mazoezi na anakuwa ameshazoea. Nafikiri swala la mazoea mnalielewa. Kuna watu wananyanyua vitu vizito,
Ni kwa nini wanaweza? Ni kwa sababu wamekuwa wanafanya mara kwa mara, mazoea. Kwa unakuta anaweza kunyanyua kitu kizito pasina kuchoka. Na wewe kwa sababu hujazoea, ujue utachoka. Kwa hiyo mara ya kwanza ukifanya mara 1000 utachoka. Na mara ya pili pia utachoka, na mara ya tatu utakuwa kidogo unabadilika, na kadiri unavyokuwa unapata ile nguvu, ndio nguvu yako itaweza kumwathiri yule unayemkusudia. Yaweza ikatokea mara ya kwanza ukafanikiwa, au mara ya pili ikawa umefanikiwa, au mara ya tatu. Kwa hiyo ninachoshauri ni vizuri mkafanya mara 3. Tayeb. Siku gani napendelea zaidi? Ni kwa wiki nitapendelea siku 3 utachagua. Kuna Jumapili. Sasa hapa kuna aina 2 za manuizi. Aina ya kwanza, kuna yule mtu ambaye anataka kuanzisha mahusiano. Lakini kuna hii ya pili, ni ya yule mtu ambaye kakimbiwa, anataka kusuluhisha. Una mchumba wako na mkeo kakukimbia, unataka arudi. Hii ni kitu kingine. Lakini kuna yule unayemtaka sasa ndio uanze naye umuoe awe mchumba wako. Hii ni nyingine. Lakini yote kwa yote, katika masala kama haya kuna mwanamume na mwanamke. Kwa hiyo anaweza kuwa mwanamke ndio anayetafutwa, ya pili anaweza kuwa ni mwanaume ndio anayetafutwa. Lakini yote kama haya ni katika namna za kiutaalamu kuelekea makusudio unayoyataka kwa njia za kiroho. Tayeb. Siku ambayo inayofaa ya kwanza ni Jumapili. Jumapili nitapendelea, yani saa ni saa 1 na saa 2. Sasa kuelezea kitaalamu naona kama nitawachanganya, kwa sababu kuna saa inaweza ikawa ni ya yule mtu anayetafuta. Ndio anaanza, unataka kuanzisha mchumba ili ukamuoe. Ni kitu kingine. Lakini kuna hii ya pili, tayari ulikuwa naye kakukimbia. Wala hujui uko wapi, anakuletea vurugu, unataka kumtuliza, ili ni swala jingine. Kwa hiyo na kwenye hizi saa ziko hivyo zina utaratibu kama huo. Lakini kwa kuwa nimewaletea zawadi, itumie bila hofu. Itumie bila wasiwasi wowote, kwa sababu unaifanya mwenyewe, usio na wasiwasi. Saa 1 na saa 2. Jumamosi, Jumapili saa 1 au saa 2. Alafu siku ya pili itakuwa ni Alhamisi, saa 1 au saa 4. Siku ya Alhamisi saa 1 au saa 4. Na siku ya Ijumaa itakuwa ni saa 1 au saa 2. Nashukuru sana. Ni mimi mtaalamu wenu Maalim Abul Hassan Jumar, mtaalamu wa elimu za namba na kutafsiri ndoto mbalimbali na kutatua shida mbalimbali. Asanteni sana. Karibuni.